Acha kwa haraka haraka nikutupie vitu vili vitatu vilivyotufikisha miaka 16 with joy. Naomba tukae haraka haraka alafu niende kwenye somo. Number 1, mambo hayatokei tu, mambo husababishwa kutokea. Write down. Sababu kuna watu wakisikia wanasema jamani, ukiwa mke wa mchungaji au ukiwa mchungaji ndoa ni mwemwere. Naomba mkae wanangu pale. Namba 1, ni vizuri kujua in marriage mambo hayatokei tu, mambo husababishwa kutokea. Ndoa nzuri sio kipawa, is not karama. Ndoa nzuri ni matokeo ya kanuni za kibibilia. Nimesemaje? Toa sauti, nimesemaje? Ndoa nzuri haitokei tu, is not automatic. Sio automatic. Ndoa nzuri lazima kuwe na determination, kuwe na maamuzi ya kwamba tunataka tuwe na ndoa nzuri. Hilo ni la kwanza. You must do something. Ni lazima ufanye kitu. We baba, we mama, ufanye kitu intentionally. Ufanye vitu kwa kukusudia kuhusu kuwa na ndoa nzuri. Kwa hiyo ndoa nzuri unaiamua kwanza. Unaiamua kwanza. Na wapendwa, ni vizuri kaelewa, ndoa yako ni ngome yako. Your marriage is your custody. Nenda uendako, fanya ufanyayo, mwisho wa siku sehemu yako ya kujificha ni salama ya ndoa yako. Ndoa ikivurugika, kila kitu kinavurugika. Kama watumishi, upako unakatika. Mtu mwingine kwa staili yake anaanza kuvurugikiwa. Anaanza kuvurugikiwa. Hawezi hata maendeleo yanaharibika. Hata hatua za maendeleo zinaharibika when your marriage is not stable. So the stability, uimara wa ndoa unaanza na maamuzi. Maamuzi ya kukusudia. Amen. Amen. Jambo la pili, ndoa haiendeshwi na hisia, inaendeshwa na kanuni. Write down. Ndoa haiendeshwi na hisia, inaendeshwa na kanuni. Feeling fluctuates. Hisia jamani huwa zinapanda na naongea na wanandoa hapa, na naongea na wale wanandoa wajao. Feeling fluctuates. Ukiishi kwa hisia, leo utakuwa up, kesho utakuwa down, kesho kutwa utakuwa up. Ndoa inafungwa kwenye principle za neno la Mungu. Ndoa njema inafungwa kwenye kanuni za neno la Mungu. Lazima hao partner wawili wakubali kujifunga kwenye kanuni za neno la Mungu, ya kwamba sitaendeshwa na hisia, nitaendeshwa na kile neno linasema. Ndio hayo nakwambia sasa. Nitaendeshwa na kile neno linasema. Enyi waume, msiwe na uchungu na wake zenu. So I choose not to have uchungu na mke wangu, hata akinifanyia jambo naloleta uchungu. Neno linapaswa kuwa na nguvu kuliko hisia zako. Enyi wake, watiini waume zenu
kama kumtii Kristo. Hujaambiwa umtii mume wako kulingana na nini anafanya. Mtii mume wako kama kumtii Kristo. Standard ya utii ni Yesu. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sasa ukianza kutembea kwenye hizo kanuni, standard yako ya utii ni kama kwa Kristo, ndio Biblia inavyosema. Na enyi waume apendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa. So hujaambiwa umpende mke wako kama yeye alivyo, umeambiwa umpende kama Kristo anavyolipenda kanisa. Kwa hiyo ukaangalie Kristo analipendaje kanisa. Kristo alilipenda kanisa kipindi ambayo hata ilikuwa alifai, kipindi ilikuwa chafu, kipindi ambavyo sio zuri sana, but he loved it. The good place, muda mzuri wa kumpenda mke wako ni kipindi ambacho hafanyi vizuri sana. Ndio kipindi cha kuonyesha kwamba wewe unapenda kama Kristo anavyopenda. Makofi yasikuwa mengi sababu mmezoeshwa motivation. Mwambie mwenzio umezoeshwa darasa la motivation. Do you know Dr. Miles Mura anasema number 1, ndoa haishikiliwi na upendo kwanza, inashikiliwa na commitment. Kupendana tu haitoshi. Mwambie mwenzio kupendana tu haitoshi. Mabinti na vijana wangu wa kiume, kijana akija kwambia ninakupenda mpaka anasikia moyo unaruka kuchurachura, kupendana tu haitoshi. Muulize umama anaelewa. Hawa Kongo wa barabara hawa wanaelewa. Mama Msegu muulize kina Nestori, uliza kina Flower. Kupendana tu haitoshi. Kupendana tu haitoshi. Ni lazima kuwe na kitu kinaitwa commitment. Commitment ni nini kwa Kiswahili? Sasa na commitment inahitaji principle, inahitaji utembee kwenye kanuni. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo sababisha ndoa yako iwe nzuri. Hakuna kuja kusababishia ndoa iwe nzuri, ni wale partner wawili ndio waamue wawe na ndoa nzuri. Namba 2, wakishaamua wakubali kuishi kwenye kanuni, wasiendeshwe na hisia. Pamoja kuna nafasi ya hisia, lakini wasiendeshwe na hisia, waendeshwe na kanuni. Na kama hisia itakuja ni kwa sababu umekaa kwenye kanuni, mpaka kanuni imekuwa part of your feeling, imekuwa sehemu ya hisia. Amen. Alafu lazima uwe na commitment. Uwe na commitment na mwenza wako. Bwana sifiwe. Endeshwa na neno, usiendeshwe na maneno. Endeshwa na neno, usiendeshwe na maneno. Endeshwa na neno, usiendeshwe na maneno. Bwana sifiwe. Jiulize neno linasemaje hapa. Wewe wa kike wa kiume, jiulize neno linasemaje. Sikiliza, wanaume tumeamriwa kuwapenda wake zetu, sio ombi, ni agizo. So upendi kwa hisia, unapenda ni sehemu ya ibada yako kwa Bwana. Nasema ni sehemu ya ibada yako kwa Bwana. Amen. Amen. Lifsia Bishop Oyedepo anasema amefundishwa kanuni ya upendo kwenye Biblia kiasi kwamba hata angemuoa shetani angesubmit. Asema if I could marry the devil himself, angetulia. Sababu asema ningempenda mpaka atulie. Nilikuwa nasoma kitabu chake cha marriage miaka mingi sana. Akasema kwamba hakuna mwanamke akipendwa hatatii, na hakuna mwanaume ukimtii hatapenda. Sema amina. Sema amina. Amen. Siku moja nilikasirika. Wangapi anajua unaweza ukakasirika ukiwa pastor? Kasirika kwenye ndoa, nikakasirika. Wangapi anajua hata ukiwa pastor kwenye ndoa unaweza ukakasirika? Kuna yanaweza yakaja kukuchukiza. Ndio uzuri wa kutembea kwenye kanuni ni ndio nataka niilete hii. Kwa aliniuzi kama ambavyo na mimi na vipindi ambavyo nimemuuzi. Vingine anajua amemalizanaje na Bwana. Sema amina. Hiyo ndio uzuri wa kutembea kwenye kanuni.
nasikia hasira, nasikia uchungu. Lakini kwa sababu nimejaza neno la Kristo ndani yangu, muda unaenda, Biblia neno likaja ndani yangu, Roho Mtakatifu anambia, halo, imeandikwa jua lisichwe na hasira yako moyoni. Na kila kiangalia naona dakika zinayoyoma tu, zinayoyoma. Sema, Mungu mimi imeniumiza. Ya kukuumiza ni ya kuhusu wewe, lakini neno nasema jua lisichwe na hasira yako moyoni. Likaja andiko la pili, enyi wanaume msiwe na uchungu na wake zenu. Sikiliza, sikushughulika na yeye, nilienda kujifungia kushughulika na hali ya roho yangu, kwamba Mungu nina uchungu na neno linasema nisiwe na uchungu na huyu mama. So I had to pray, I had to work on myself, hadi nikafuta uchungu kwenye moyo, kwa sababu siwezi kuendeshwa na hisia. Hisia ziko hisia za uchungu. Kanuni nasema usiwe na uchungu na mke wako, na jua lisichwe na hasira yako moyoni. Hii ndio maana napenda kuhusu Biblia, it controls you first. Nimesemaje? Inakukontrol wewe kwanza. Watu wengi wanapenda partner abadilike. Changes begins with you first. Mabadiliko yanatakiwa aanze na wewe kwanza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, nipe neema yako ya kuishi kwenye kanuni zako za ndoa. Bwana asifiwe. So endeshwa na neno. Wapendwa, acha kuendeshwa na maneno ya mtaani. Sasa hivi maneno ya mtaani yamejazana kwamba ndoa kani siku hizi basi kuna ndoa zipo. Si hizi hapa umeziona? Na nakwambia hakuna, zipo. Tena ndoa nzuri. Na hata juzi mama, si nilikutoa out ya maana juzi? Yeah. Sio maombi, ya out kabisa. Bwana asifiwe. Kwa sababu Biblia inasema siku ya furaha ufurahi. Neno linasema, nikamwambia mama, neno linasema siku ya furaha ufurahi, twende tukafurahi. Neno linasema hivyo. Mwambie mwenzio, endeshwa na neno wewe. Tazama, unaendeshwa na maneno. Biblia inasema siku ya furaha ni vibaya kununa. Siku ya furaha, siku ya furaha furahi. Amen. 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 Ilifika kipindi kwa hatuelewani jambo, tunakaa chini, swali letu tunasema, kwani neno linasemaje hapa? Maanake neno ndio liwe muamuzi wa mwisho juu yetu, na kile neno linasema hicho ndo takifuata bila kujali hisia zetu. Haleluya, haleluya. Yes. So I love her. Nakiri, sababu mimi ni mkweli, sijafika pale kwa Yesu, lakini mimi nampenda kama Kristo alivyolipenda kanisa. Ila sijafika juu, bado napambana. Kristo alilihurumia kanisa lake, so mimi namhurumia mke wangu. Kristo hakutumia maguvu yake kuliumiza kanisa, alitumia maguvu yake kulilinda kanisa. So mimi situmii misuli yangu kuumiza mke wangu, natumia misuli yangu kumlinda mke wangu. Amen. Are you happy? Kristo alimsafisha mke wake kwa neno. Ndio Biblia inasema alimsafisha kwa maji katika neno. So namtakasa, namsafisha mke wangu kwa neno. Ninahakikisha hali yake ya kiroho inaenda vizuri. Nasimamia hali yake ya kiroho. Ninahakikisha anakwenda vizuri na Bwana. Kristo alimchukua mke wake katika hali ya udhaifu ambao ni kanisa. Alafu kanisa ni mimi na wewe. Alafu kila itwapo leo anamboresha, 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 anamboresha. Biblia inasema mpaka mwisho atakabidhi mikononi mwa Bwana mke asiyokuwa na mawaa. Na mimi kila itwapo leo ninaboresha waifu, ninaboresha waifu, ninaboresha waifu, ninaboresha waifu. Sema amina. Nakumbuka mimi nilimwambia wana kasome masters. Mimi kwa sina masters. Kaambia kasome. Mwingine akaambia angalia mambo unayofanya good luck. Hawa mama akisogea mbele, kaambia huyu hawezi na mudu. Kwa sababu Yesu alikuwa na wake 7 na wengine ni vichomi na wakawamudu. Mimi mmoja nishindwe? Umekuaje? 7. Kuna Yuda ndani, kuna Filipo ndani,
Sawa, Biblia inasema sisi wote ni wake wa Kristo. Amen. Amen. 7. Sasa usije kusema kumbe inaruhusiwa 7. Walikuwa ni wanaume wale. Ni picha ya kanisa kama mke. Sawa sawa. Sije kaenda mbali. No, kambia no. Na kama anakumbuka anzia ukiwa form ngapi? 5, 6. Umeza form 6. Ninampenda kuliko maelezo, lakini nikamwambia sikiliza. Nataka uende chuo kikuu. Wakati mimi hapa hata form 6 sijui kama nimemaliza. Kwa sababu I'm a kind of man, nimelelewa ku make sure kila itwapo leo my wife awe bora kuliko jana. Kwa sababu ndicho ambacho Yesu anafanya kwa kanisa lake. Sema amina. Sema amina. Kila siku Yesu anaboresha kanisa lake. Na tumepewa mfano wa ndoa ni mfano wa Yesu na kanisa lake. So go. Mtu mmoja akanifuata akaniambia huyu akienda chuo kikuu utaka umpate tena. Nakumbuka jibu langu. Nikamwambia ni heri historia inishtaki hivi. Nilimshawishi aende akasome akapotelea huko kuliko nilimshawishi aache kusoma ili nimuoe. Akasema hizi historia mbili nikizipima, hii itanichafua, hii huku itanichafua. Akaenda, si huyu hapa alirudi. Alikutana na wengi, sio kwamba akutana na wengi. Tulipokutana tena Kabwari, kaambia fanya masters. Sikiliza, the glory of a husband, utukufu wa mume huwa ni hali ya mke wake na familia yake. Kama unafikiri natania, toka tuna wife mwende mjini. Piga suti ya maana kabisa unayojua hapa duniani. Afu mke wako amevaa matambara tambara. Kila mtu asema hii jamaa nilichizi. Sasa hivi huyu jamaa chizi nini? Huyu jamaa chizi nini? Sasa mpige mke wako pamba za kutosha. Wewe vaa tu pensi na sando. Hakuna mtu hata inamsumbua. Asema jamaa anampenda mke wake, ndio kinachokuwa. Jamaa anampenda nini? So the glory, mke wako ni utukufu wako. Acha kumchakaza. Acha kumfanya anaonekana kama bibi wakati umri ni mdogo kwa sababu ya stress unampa. Let her enjoy life with you. Mwacha afurahie maisha na wewe. Acha afurahie kwamba ameolewa na wewe. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Mwanaume ulioko ndani ya nyumba hii, kadri Mungu akujaliavyo. Nimetumia lugha gani? Kadri Mungu akujaliavyo. Sawa sawa. Wekeza kwa mke wako. Wekeza kwa watoto wako. Wekeza kwa familia yako. Mama wanavunga kama furahi ninachokisema. Sababu anajua akishangilia sana. Akishangilia sana na misa iko pembeni, akishangilia sana, tambua pastor hayupo sasa. Niambie uchokuwa unashangilia. Wamama shangilieni kimoyo moyo tu. Muwe na hekima. Hekima ni bora kuliko silaha za vita. Shangilia kimoyo moyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ukioa, fanya maamuzi kwamba umeoa mpaka Kristo atakaporudi. Na ukiolewa, fanya maamuzi utakuwa mke mpaka Kristo atakapo. Pige Bwana Yesu makofi glory. So may God bless you. Thank you kwa kutushangilia. Tumefurahia na Mungu awape neema. Ninaombea kila ndoa inayowakilishwa mahali hapa. Oh, thank you Holy Spirit. Wamama warokole, punga mkono. Punga mkono juu kabisa. Juu kabisa naone. Acheni kuwachukulia waume zenu poa kwa sababu ameokoka. Neno zito. Ni janga nimeliona kwenye kada ya wokovu. Narudia tena, ni janga. Max, ni janga nimeliona kwenye kada ya wokovu. Kwa sababu anajua, thank you, mume wake hawezi kutenda dhambi. Kwa hiyo anamchukulia poa. Nilitaka kuondoka hapo, Roho Mtakatifu ananiambia alo, sema na hiki. Wamama mliookoka, mwanaume ni mwanaume tu.
Acha niweke lugha hii utanielewa. Awe umeokoka ni wa kiume, awe hajaokoka ni wa kiume. Akiwa ameokoka, shukuru Mungu kwa sababu una faida ya kwamba anamjua Mungu, lakini bado yeye ni mwanaume. Anahitaji heshima, anahitaji kuchukuliwa kama mwanaume, anahitaji utii, na anahitaji ufanye wajibu wako kama mwanamke ndani ya nyumba. Unanielewa ninachokisema? Bwana Yesu asifiwe. Nimeona ndoa nyingi za kirokole zinapata shida kwa sababu wanawake wa kirokole, sasa wanaume nilikuwa shamalizana nyie, wanawake wa kirokole wanachukulia poa. Anaweza kaja tu anytime, anajua husband si ameokoka, anakuja tu anytime. Hata apiki vizuri, hata kuna vitu vya kufanya hafanyi, yuko rakapata. Rakapata ina muda wake, na we wife una muda wako. Wangapi wanaelewa chosema? Wangapi wanaelewa chosema? Wamama mnanielewa? Mnanielewa tu wa Mungu wa mama? Biblia inasema neno zito, mwanamke mpumbavu. Maana yake hakunaga mwanaume mpumbavu. Sasa unanuna. Ikija kwenye ndoa, labda kwenye biashara, kumbuka mimi ona huyu alivyoniangalia. Kwenye concept ya ndoa, Biblia inasema mwanamke mpumbavu huiharibu nyumba yake, huivunja nyumba yake kwa mikono yake. Mama Msegu, mbona umeniangalia hivyo? Si ni neno mimi nimesema? Hakuna sehemu Biblia inasema mwanaume mpumbavu huivunja nyumba yake. No. Inasema mwanamke mpumbavu huivunja nyumba yake. Maana yake nyumba ina mategemeo makubwa, au inapewa nguvu kubwa na aina ya mwanamke aliyoko kwenye hiyo nyumba. Kizazi hiki akipendi maneno hayo, akipendi masomo hayo, yani akipendi design hizi za kuhubiri. Lakini hatuwezi kuruka neno. Nimesoma Biblia na ni swali wanajiuliza, kwa nini Biblia isemi mwanaume mpumbavu anavunja nyumba? Kumbe na ukiangalia hata katika macho, nenda kaangalie ukute okay, Biblia inasema kuhusu akili na mwanaume, hiyo nitaliongelea siku nyingine. Lakini nimeona hata kwenye maisha, hata ukikuta naongelea kule nje, mwanaume haeleweki, lakini mama akasimama imara. Wamama wengi wameponya familia kwa wao kusimama imara. Is it true? Is it true? Na utaelewa nguvu ambao Mungu amewapa nyewe watu wazuri. Hapa kanisani yenyewe nimeshashuhudia familia moja, sitaitaja, na ni familia mtumishi wa Mungu kabisa. Baba yuko kimawenge, familia inaparaganyika. Mama alisimama imara, akafunga kitenge kiunoni. Akaja akaniambia, akahamia hapa kanisani na watoto wake wote. Nikamwambia, mama sikiliza, huyo jamaa na maushamba yake na maovu yake mwache. Sijasema avunje ndoa, ngambia mwache. Ukimwangalia yeye, hii familia itaharibika. Mama, naomba usimame imara. The good news ni kwamba ule mama alisimama imara. Wale watoto wakafika mpaka chuo kikuu, wale watoto mpaka wakaajiriwa kwa ajili ya nguvu ya mama. Wangapi wananielewa? Nguvu ya mama. Ndio maana utaelewa andiko kwa nini Biblia inasema mwanamke mpumbavu huibomoa nyumba yake, na anasema kila mwanamke aliye na hekima huijenga nyumba yake. Sikiliza, mama wa kirokole, uwe na hekima kuijenga nyumba yako. Nasema uwe na hekima kuijenga nyumba yako. Na moja hekima, be a wife. Be a wife to your husband. Be a woman to your husband. Uwe mwanamke kwa mume wako. Uwe mke kwa mume wako. Amen. Amen.
usimchukulie poa kwa sababu ameokoka. Usimchukulie poa kwa sababu mshukuru Mungu ameokoka. Mwambie mwenzo, mshukuru Mungu ameokoka, ila usimchukulie poa kwa sababu ameokoka. Fanya kila wajibu wako unaohitajika kufanya kama mke, kama mama wa familia. Amen. Wewe siku umelala kitandani, chakula sema kiko huko kwenye friji. Amen. No, you can't do that. Sisemi that's my life. Muulize mke wangu. Mimi ni mtu ambaye milala kusumbua, I go take my food. Lakini kosa aseme kachukue kwenye friji. Kuna tofauti mimi nikienda na yeye akisema. Are you listen to me? Hivyo ngapo mnanielewa? Hizo ni naweza nikaenda kwenye friji. Tena nikamwambia no honey, it's okay, we lala tu. Nikachemsha na maji. Nenda kachemshe tu. Wangapa nanielewa ninachokisema? Wangapa nanielewa ninachokisema? Ninakuombea kwa Mungu, we mama wakipendwa. Sawa sawa. Hebu pata akili. Pata akili. Pata akili. Endesha hiyo ndoa vizuri. Huwezi kuwa kwenye maombi all the time. Rakata. Na mimi ni pastor, kumbuka. All the time. Naweza kukuvumilia leo ni sawa, anga yuko kwenye maombi, si ndio? Lakini uko kwenye maombi all the time, you are not cooking. Wanaupika ni wafanyakazi tu, ndio wanashughulika na mambo yangu. Eti unajua niko rohoni. Toka huko haraka. Mwambie mwenzo, toka huko haraka. Toka huko haraka. Nasema vitu ambavyo nimeona vimeleta madhara. Sawa sawa. Vimeleta madhara. Balance. Si ndio? Kuna muda ukana ule anaitwa Mr. Mwagama. Kuna muda kama Mr. Mwagama. Afu ukikaa pale flower ukae kama wife. Sawa sawa. Unyumbulike kama wife. Nimejitahidi, nitaka kusema neno lingine ni kubwa zaidi, muona nitafute tu hili la Kiswahili sanifu. Unyumbulike kama wife. Si ndio? Sio umekaa. Naona mbingu zimefunguka. Umekuwa Stefano. Naona mbingu zimefanya. Na nimemwona Bwana, mkono wa kuume wa Bwana. Ona Nestor anavyopiga makofi hapa. Unajua darasa lina mixa sana, kwa hiyo narukaruka maneno. Amina. Cook for your husband. Pikie mume wako. Ninajua kwenye maisha yetu ya mjini haya, the truth is, sio kila siku utaweza. Sio kila siku. Lakini uwe pati ya jiko mwanamke. Nimesemaje? Uwe sehemu ya jiko. Hata kama una wadada hata 5. Sawa sawa. Cheki hata chakula mume wako anakula. Hata no, you are the final person kukikagua. To take to your king. Ona wadada wanavoniangalia. Ndio hivyo. Lazima uwe the final person kukagua. Amen. Ni sehemu ya wajibu wako wa ufalme wa Mungu. Labda nikikuwekea hivyo utafurahi. Ni sehemu ya wajibu wako katika ufalme, to be a wife to a husband. Na Mungu anaona wow, umefanya vema. Bwana asifiwe. Jua muda wa kuomba. Jua muda wa kushughulika na mume wako. Vivyo hivyo na wanaume. Ujue muda wa kuomba, ujue muda wa kushughulika na mke wako, kukava mambo ya familia. Sawa sawa. Sio mke anaondoka, anaenda kazini, eti libaba zima na mandevu limebaki nyumbani. Nini? Niko namtafuta Bwana. Okay.
Utamtafuta siku 3, baada ya siku 3 utoke humo ndani. Unamtafuta mwezi mzima. Watu wanakula nini? Wangapi mnanielewa? May God bless you. Amen. Wanawake wakipendwa, na malizia, don't take wanaume wenu for granted. Yes. Mwambie unabarikiwa kuwa naye. Hata kama ana viuchomi kidogo, wengine anajitengeneza. The good way to deal with a man is not to criticize him. Mwanaume atengenezwe kwa kukriticize. Ukimcriticize mwanaume yoyote duniani, awe mrokole awe sio mrokole, saa hiyo atajenga defense mechanism. Ukimcriticize mwanaume yoyote awe amejaa roho mpaka roho inamwagikia hivi, ukimcriticize hapo anajenga ukuta, anakujengea ukuta. Is it true? Namna nzuri ya kurekebisha mwanaume ni kuanza kupongeza na kusifia yale mazuri. Amen. Alafu kumwambia, na eneo hili ungeliboresha, ungezidi kuwa mwanaume bomba. That man ataenda kufanya juhudi ili aendelee kuja kupata sifa nyingine. I remember one day, mimi ilikuwa sio mtu wa watoto sana, na nikagundua iko concern ya mke wangu. Sasa ananiambia, baba mzuri, sasa ungekuwa unapata na muda na watoto. Kasema okay, hiki ndio kinaniharibia kwa heshima hapa mjini kumbe. Siku moja nikajikoki, so unajua ile unakaa nao, unakaa kwa mahesabu, yani unaona kama muda cheza Afrika, tuma message, niko nao. Message ilivorudi kama wow, yani I say, akanirudishia bonge la message. Kesho nikaja nikafanya tena. Mpaka sasa hivi wanajitahidi kufanya hilo eneo ili niendelee kupata masifa mazuri kutoka kwa wife. Sasa kosa angeniambia, wewe wanaume gani? Uone wanaume wenzio huko nje wanakaa na watoto, wewe mwanaume gani? Ningefungua makucha. Don't criticize a man. Mjenge kwa kumsifia. Sasa hii ni shule ngumu kwa mama. Hakuna mfalme anakuwa criticized. Unasikia uishi mfalme, uishi milele mfalme, hekima zako ni za ajabu. Atakunyoshia mkono wa heri, afa atakwambia ulikuwa una wazo, sababu umeshamweka sehemu nzuri. Asema mfalme, mawazo yako ya dumu, ukiniruhusu niongeze kawazo kadogo. Afu naongeza bonge la wazo, asema twende na hili. Wewe mzee, kila ukiongea mawazo yako utafikiri umekula maharage ya wapi. Hebu ngoja mimi kupe wazo langu. Hilo wazo hata lichukua kwenye hiyo familia. 80% ya kuendeleza familia yangu, nawaambia kweli, acha ya huduma, 80% huyu mama amekuwa akitoa kwenye meza ya mazungumzo. Na namwambia, wow, I think ili wazo wako ni bora kuliko la kwangu. Kwa sababu to be a man ni hata kuwa na uwezo wa kugundua kwamba wazo la mke wako ni bora kuliko la kwako, na ukachagua la mke wako. Huo bado ni wanaume. Na ukiona unaogopa, una inferiority complex, kwamba unaogopa nikichukua la kwake nitaonekanaje. Ukichukua la kwake utaonekana ndio mwanaume, kwa sababu ni wanaume peke yao wajasiri ndio anaweza akadrop wazo lake, akasema ila mke wangu ni bora kuliko la kwangu. Akapima akagundua mke wake ni bora, akadrop la kwake, akachukua la mke wake. Hao ni real men. Mwanaume wa kawaida hawezi hivyo. Baba amenisaidia sana, amina, lakini ananiheshimu kama mume, na ni mama mchungaji, lakini atafanya wajibu wake wote unahitajika kufanya kwa mume wake, na anichukui tu kama pastor, ananichukua as his man kwenye maisha. Mungu awabarikini sana. Are you blessed?